Kwa hiyo Siri ya Mtungi ni moja kati ya tamthilia pia ambazo kihistoria ndo one of the best ama ni the best one kabisa zilizowahi kutokea mpaka leo hii. Ile ndio best, ni the best sababu ilifanya mapinduzi makubwa sana kwa tasnia. Okay. How unajisikiaje kuwa kwenye hiyo? Maana yake tukizunguka tukirudi watu wanahitaji sana kama pia kama ilifungua, yani kama mishipa ndo ilizibuka hivi ya masuala ya tamthilia, si ndio? How do you feel kuwa miongoni mwa Makesona unaingia kwenye legend mdogo hapo? How see you? Nilisikia vizuri, lakini niliweza nikasema kipindi ambacho nimeingia kama mwigizaji pale mimi sikuwa naiona kwa ukubwa, kwa sababu ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuigiza. Kile kitu ambacho nilikuwa nakiona pale kilikuwa kigeni kwangu, lakini nilikuwa naona kama ndio kawaida. Yani kuanzia production, treatment, payment, yani nilikuwa naona kwamba ni kawaida, yani hata nikienda sehemu nyingine ni kawaida. Lakini sasa nilipokuja kumaliza, and actually before tujamaliza, yani watu ambao tulikuwa nao kwenye crew hasa ambao wengine wameshafanya sanaa huko nje before Siri ya Mtungi, wao ndio walikuwa wanaiona kwa tofauti, yani wanaona kwamba wow, yani hiki ni kitu kikubwa, si hatujawahi kufanya hiki, treatment tunayopata watu wanaona tofauti. Kupitia wao ndio nilikuwa naona kumbe hii sio kawaida, kwa sababu mimi kama navyosema nilikuwa sijawahi kuigiza, kwa hiyo sikuona utofauti. Lakini sasa ilivyoisha Siri ya Mtungi, sasa niko nje kujaribu kwenye production zingine sasa ndio nikaona kumbe ile ilikuwa ni kitu kikubwa. Na siwezi kukompea na haija. Ulianzia juu kama pyramid. Alianzia juu afu ndo akaona okay sawa. Sasa ndio nikaja naona tofauti. Kumbe ile ilikuwa ni tofauti. Watu wanaanza kumbe ile ni international, kumbe ile treatment kuanzia payment and everything, yani sikuwa naiona kwa kipindi kile. Kwa sababu tofauti ya kwanza ilivyokuja kuiona huku baada ya kumaliza Siri ya Mtungi kwenye upande wa production, wale watu walikuwa very serious, lakini upande wa vifaa, lakini wasanii wote walikuwa wanapewa nguo labda, yani hakuna, yani kama ni character nusura unajua nguo zake ziko sehemu fulani, hatakuwa tunaenda na nguo hata moja. Kwa hiyo ile tu ilionyesha utofauti. Lakini hata treatment ambayo ilikuwa inatolewa pale kwenye Siri ya Mtungi, kidogo nilipokuja huku ngaja nikaona kumbe sisi bado yani bado tunajikongoja. Kwa hiyo nilikuja kuiona ukubwa wake baada kuwa nimeshamaliza ile Siri ya Mtungi season 1 na season 2. Lakini ilikuwa ni bahati kubwa sana, kwa sababu watu wengi walitamani, waigizaji wengi walitamani kupata fursa pale. Na sijawahi kuichukulia poa, na ithamini sana. Ni kazi ambayo naweza nikasema imenifungulia milango mikubwa pa kufika hapa. So hivi mimi inasababishwa na nini hiyo? Unajua kitu kimoja ambacho kipo ni kwamba bado tasnia yetu sisi haichukuli kwa ukubwa huo. Ndio maana nakuta hata kwenye budget nyingi ambazo zinakuwepo, wengi wao wanakuwa na kipato cha kutosha cha kuweza kulipa au cast katika ile payment ambayo inahitajika. Kwa nakuta wengi wao kwa sababu ya kubana matumizi na vitu mbalimbali. Kwa sababu nakuta mtu leo ana budget labda ya milioni 50, anataka afanye kazi hapo anataka afanye uwekezaji mwingine, unajua kulipa vifaa, mfano unajua wardrobe za wasanii wenyewe, na yeye mwenyewe pia anataka aendeshe gari hapo unaona. Sasa ukiangalia gharama kama hizo zinakuwa ziwezi kumtosheleza yeye kuweza kuhakikisha kwamba anafanya kazi. Kwa maana nyingi unakuta mtu anabidi cut budget kiasi fulani hii kwenye uwekezaji hii. Sasa ndio maana unakuta waigizaji wetu sisi hiyo treatment ambayo anasema wengine waje kuipata. Kwa kukutana kazi kubwa kama hiyo John Riba, mtu anakuwa na shauku kubwa utakuja nitapata kazi nyingine kama hii kweli, inakuwa ni ngumu sana. So mchezo, lakini ndio tunasogea sasa hivi au sio? Taratibu. Ndio maana tuna sinema zetu hapo sasa hivi kidogo ina cover mapinduzi, ina cover hapo vitu vya aina hiyo pia. FM kutoka Dar es Salaam.